Mradi huu wa TACTIC ni mojawapo ya miradi inayofadhiliwa na serikali kuu kupitia mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia, na kama walivyotangulia kusema watangulizi wangu, mradi huu unahusisha uboreshaji wa miundombinu ya miji ya Tanzania pamoja na kuboresha huduma zinazotolewa na halmashauri zetu kwa jamii. Na mradi huu unajikita kwenye ujenzi wa miundombinu ya barabara, mitaro ya maji ya mvua, masoko, vituo vya mabasi na bustani za mapumziko na mandhari mbalimbali. Hatua za utekelezaji huu zimeanza kwa miji ya kundi la kwanza, na sasa hivi katika miji hii 12 ya kundi la kwanza wakandarasi walianza utekelezaji mwaka 2023 mwezi wa 11, na sasa hivi wanaendelea na utekelezaji. Baadhi ya miji hii tayari barabara zimeshafika kiwango cha lami, masoko yanaendelea kujengwa, vituo vya mabasi vinaendelea kujengwa na mitaro ya maji ya mvua inaendelea kujengwa. Katika kundi hili la pili, mradi unatekelezwa kwa sehemu moja, tunaita kitaalamu package 1, kwa miji 13 ikiwemo halmashauri ya manispaa ya Kibaha na miji miwili ya Tanga na Bukoba wanazo package 2 ambazo zimeanza kwa wakati mmoja. Miji yote 15 ya kundi hili la pili ikiwemo manispaa yetu ya Kibaha wamekamilisha taratibu za zabuni na tayari mikataba imeshasainiwa kwa baadhi ya miji, na wakandarasi walioshinda zabuni wamesaini mikataba na kuanza utekelezaji mara moja. Katika manispaa hii ya Kibaha, miradi inayotarajiwa kutekelezwa kwa sehemu ya kwanza tunaita package 1 imeainishwa katika muhtasari ufuatao. Jina la mkataba ambao umesainiwa siku ya leo tunaita ni upgrading of Tuge Anglican, picha ya ndege, Lulanzi Hospital mpaka NDC, barabara hizi, na ujenzi wa soko la Mnarani ambamo tupo sasa hivi hapa, pamoja na uboreshaji wa bustani ya mapumziko na burudani ambao kitaalamu tunaita jina la bustani ile inaitwa Oasis. Nafikiri wote mnaifahamu. Kwa hiyo eneo hilo pia litaboreshwa kama ambavyo imetajwa kwenye maelezo ya awali. Mkandarasi ambaye alishinda zabuni na kuanza utekelezaji wa kazi hii kwa manispaa ya Kigoma anaitwa Dimetoklasa Real Hope Limited. Na mkataba huu ni wa jumla ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 19,832,922,855.99. Hizi ni bila ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Mkataba huu ni wa miezi 15. Mkandarasi atatakiwa kutekeleza mradi huu na kukamilisha ndani ya miezi 15 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo tunategemea kwamba itakapofika tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka ujao wa 2026, soko letu hili la Mnarani litakuwa limekamilika, barabara zetu zilizotajwa zitakuwa zimekamilika, na pia bustani yetu ya mapumziko ya Oasis itakuwa imekamilika tayari kuanza kuitumia. Ujenzi huu kama nilivyosema unahusisha barabara ya Tuge Anglican ambayo ina kilomita 1.1 na barabara ya picha ya ndege kwenda Lulanzi mpaka hospitali na NDC kilomita 3.7, pamoja na ujenzi wa soko hili la Mnarani. Na pia kwenye mkataba huu tutakwenda kujenga jengo la kudumu la wataalamu wa usimamizi wa majengo yetu na barabara ambalo litakuwa ni la kudumu na litajengwa jengo la ghorofa moja kwa ajili ya wataalamu wetu kulitumia. Mchakato wa ununuzi umekamilika, mkandarasi amepatikana na ameshasaini mkataba leo tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025, na baada ya kusaini mkataba utekelezaji unaanza mara moja, na wote tutashuhudia tarehe 1 mwezi ujao, ni siku 5 zijazo, mkandarasi ataanza ujenzi wa miradi yetu. Miradi hii pia itasimamiwa na mshauri elekezi, supervision consultant, ambaye muda si mrefu atapatikana na atakuja kusaini mkataba ofisini kwa mkurugenzi na kushirikiana na mkandarasi kuanza utekelezaji mara moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mipango mingine ya utekelezaji pamoja na ujenzi wa miundombinu hii, pia tuna jukumu la kuandaa master plan za miji yetu husika, na katika miji hii 45 tayari miji 26 ikiwemo halmashauri ya manispaa ya Kibaha tayari tuna master plan. Kwa Kibaha tulipata hii master plan kupitia mradi uliopita wa Urban Local Government Supporting Program. Kwa hiyo miji mingine
kati ya 45 miji 19 ambayo haina master plan, tutaenda kuiandalia master plan, na tunatarajia mpaka mwisho wa mradi huu wa TACTIC jirani zetu halmashauri ya mji wa Bagamoyo nao watapata master plan kama tulionayo sisi. Pamoja na uboreshaji wa miundombinu hii, pia mradi huu una kipengele cha kujengea uwezo taasisi zote za wizara, TARURA pamoja na halmashauri za miji yote 45 kupitia mafunzo mbalimbali yanayolenga kuboresha utendaji kazi, ufanisi wa huduma mbalimbali kwa jamii, pamoja na kununua vitendea kazi kama vile magari ya usimamizi na ufuatiliaji, pamoja na kuhuisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato. Niseme tu mradi wa TACTIC nimeambiwa una thamani ya dola za Kimarekani 410 na unafanyika kwenye miji 45 katika nchi yetu, na unahusisha kujenga miundombinu mbalimbali ya barabara, masoko na kadhalika kama ambavyo imeelezwa. Sasa yangu ni machache. La kwanza, tumesema mradi huu sababu yake kubwa namba moja, na ili timu yetu ya watendaji mlizingatie. Sababu ya kwanza ya mradi huu ni kutoa huduma bora kwa wananchi. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Wananchi tunafahamu wanapata mahitaji yao katika masoko, basi wapate mahitaji kwenye eneo ambalo liko safi, lenye usalama na linalofikika, ili mahitaji yale yasije kuwa na madhara kwenye afya zao na maisha yao. Ndio sababu kwenye soko hili, pamoja na maeneo yale wamesema ya kunyonyeshea watoto wachanga, kutakuwa kuna maeneo ambapo kuna vyumba vya baridi kuhifadhi mazao ambayo yanaweza yakaharibika, vitakuwa hapa. Kwa kitu cha kwanza ni kutoa huduma kwa wananchi. La pili, kuwasaidia wananchi wenye kipato kidogo kupata maeneo bora ya kufanyia biashara ili kuweza kuboresha maisha yao. La tatu, kwa sababu huu ni mkopo wenye masharti nafuu, na kwa sababu soko litahitaji kutunzwa na kuendelezwa, kusafishwa na kulipia gharama ndogo ndogo, itakuwa ni sehemu pia ya kupata mapato kidogo. Lengo la mapato lisizidi dhamira ya msingi ya huduma kwa wananchi. Kwa maana hiyo, lazima tuhakikishe wale ambao walikuwa wanafanya biashara hapa, idadi yao ni kidogo kuliko uwezo wa soko, wapewe nafasi za kwanza. Waingereza wanasema first right of refusal. Wapewe wao. La pili, tuweke mahesabu yetu vizuri, kwa sababu mkopo lazima ulipwe, kwa sababu soko lazima lihudumiwe. Tuweke mahesabu ya gharama kwa watakaotumia soko hili, ziwe gharama himilivu, gharama watakazoziweza. Hatutapenda kama maeneo mengine tumeona tuna soko hapa, walengwa wapo waliodhamiriwa, lakini wanashindwa kufanya biashara kwenye eneo hili zuri kwa sababu gharama ni kubwa sana. Lakini lazima tujue wananchi, lazima tutoe kuchangia uendeshaji wa nini? Wa soko, si bure. Kwa hiyo kuna gharama nzuri zitawekwa ambazo mtaweza kuzihimili. Aliyeleta mradi huu ameuleta kwa mapenzi makubwa, kwa sababu anawapenda na anawathamini sana. Mnamfahamu. Dhumuni la 4 la mradi huu, halmashauri yetu sasa imetoka kuwa halmashauri ya mji, tayari ni manispaa. Lazima tuwe na miundombinu inayoendana na hadhi ya manispaa. Kwa hiyo inapendezesha mji
na kuboresha mji wetu kulingana na hadhi tulionayo sasa. Hayo ndio mambo makubwa manne.